Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewe mdau wa Alhajar TV, so unajua wewe ni mwanafamilia wetu, ndiposa tumeamua kuja na kitu kipya kinachokupa mafunzo, kitakachokuelimisha, kuburudisha na pia kukupa elimu zaidi. Naizungumzia app ya kwanza ya Kiislamu ambayo unaipekua kwenye simu yako ukiwa na Android ama ukiwa na simu ya iPhone. Ingia pale Play Store ama App Store, andika Alhajar TV. Alafu utapata app yetu maridadi ya Alhajar. App hii manufaa yake utapata kujua namna ya kalenda ya Kiislamu inavyoenda, kibla cha Kiislamu kiko wapi wakati wowote, na vilevile itakupa fursa kuangalia na kutazama Alhajar TV mubashara wakati wote ukiwa kwenye simu yako. Vilevile app hii inakupa fursa ya kipekee ya kuchat na shekhe kwa ajili ya kumuuliza maswali yako yanayokuumiza akili. Hili hakuna mahali kwingine isipokuwa ni Alhajar TV, kwani daima tunakujali kwa kuwa umetufanya kuwa kituo namba 1. Hivyo basi hakikisha unaingia App Store ama Play Store, unaandika Alhajar TV, halafu una download. Ukishamaliza kudownload una install pamoja. Ukishamaliza kuinstall hakikisha unajaza details zote utakapoambiwa uweke email address na password yako utakayotumia wakati wa kulogin katika app yetu hii. Chini utapata option 2, ima ya user ama ya shekhe, lakini kwa kuwa wewe ni mwanafamilia chagua session ya user. Hii ya shekhe wache mashekhe. Baada ya hapo utakuwa umefanywa verification kwa ajili ya kuanza rasmi kuitumia app hii ya Alhajar TV. Unakosaje? Download leo Alhajar TV, mwangaza kwa umma. Alhamdulillahi alladhi ja'ala hidayat at-tawfiq biyadihi وجعل هداية البيان والإرشاد والتعليم لنبيه ولأمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. اتقوا الله تعالى فلقد فاز المتقون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Ndugu zangu katika imani, tukiwa katika Ijumaa ya kwanza ya mwezi wa Shawwal, baada ya taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuwafikia sote Waislamu walioingia au waliobahatika kuingia katika saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na kuweza kuhatimisha kwa salama. Alhamdulillahi alladhi bineematihi tatimu salihat. Leo ni Ijumaa, haiitwi Ijumaa ya mwezi wa Ramadhani, ni Ijumaa ya kwanza ya baada ya Ramadhani kutoka. Ijumaa ya tarehe 6 mwezi wa 1446 kwa takwimu ya Hijria, sawa na 4 mwezi wa 4 2025 miladia. Chini ya kivuli cha maudhui haya kwenye Ijumaa yetu ya kwanza ya mwezi wa Shawwal, at-tawfiqu wal qabul. Kichwa cha maneno ya hotuba yetu, taufiki na kabuli, kwa maana kuwafikiwa na Mungu na kukubaliwa na Mungu. Kwenye kusudio gani? Kwenye kusudio wa yote tuliyoyafanya na tunayoyafanya na tutakayoyafanya.
lakini kusudio la kimisingi tunataka taufiki ya Mungu na kabuli ya Mungu kwa tuliyoyatenda katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwani kuijua saumu yangu nimefunga kweli na kuijua saumu yako umefunga kweli si wakati tupo katika Ramadhani, ni wakati wa baada ya kutoka Ramadhani. Hivi sasa ndio tutakuwa na kipimo cha kufaulu mtihani wetu wa saumu na kufeli kwa mtihani wetu. Na hili la kubalika kiakili bali kukubalika kidalili. Kukubalika kiakili, ulipokaa kwenye meza ya mtihani waweza ukapiga mahesabu ulivyofanya mtihani wako, kisha ukasema mtihani niliofanya nina matarajio ya kufaulu, japo sitaupata wote, lakini sitaukosa wote. Na hisabu zako za mezani baada ya mtihani waweza kusema nilivyofanya mtihani na maswali yake yalivyokuwa, pana hatari ya kukosa wote. Kipimo chuko tunacho sisi, na hichi ni kipimo cha kiakili. Ama kidalili, fabiqauli llahi ta'ala badil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira wa fil athar hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, jihisabuni wenyewe kabla ya kuhesabu. Sasa mimi hapa, wewe hapa, ushajijua kwa kujumlisha uliyoyatenda, upo uwezekano wa kufaulu ama upo uwezekano wa kufeli. Lipi la muhimu sasa kwangu na lipi la muhimu kwako? Ni haya mawili niliyoyafanya ndio anwani ya hotuba yetu. Haya mawili ni mambo muhimu sana baada ya sisi kutoka kwenye mtihani. Maana tulisema kwenye kikao chetu cha mwisho hapa ya kuwa yatoka Ramadhani mpaka katika hotuba ya Idi tukaita rihlatu dhaifina, safari ya mgeni wetu, na tukasema mgeni huondoka na maelezo ya mapokezi mazuri alivyopokewa ama lawama nyingi kulingamana na alivyopokewa. Ashaondoka mgeni na makaratasi ya mtihani wa ibada, ambazo hizi ni zile makadirio ya taklifi za kisheria, yenda kumakiwa. Wewe piga hesabu zako, lakini tutakwenda kuzikuta. Je, tumekubaliwa ama hatukubaliwa? Tumefaulu ama tumefeli? Mgeni ameenda kwa ripoti nzuri ama kwa ripoti mbaya? Sasa je, mimi na wewe na sasa tuko kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni kurutubika ndimi zetu kwa kumuomba Mungu, kurutubika ndimi zetu kwa kumuomba Mungu taufiki. Nafikiri hapa ndikariri sana jambo moja. Tulipokuwa kwenye 10 la kwanza, lilikuwa 10 la kwanza la mwezi uitao mwezi wa Ramadhani kwa walofunga siku za 10 ama kwa siku ambao ni tetesea. Walokuwa kwenye siku ya 10 wako kwenye kumaliza 10 la kwanza la mwezi uitao mwezi mtukufu wa Ramadhani. Walokuweko 9 walikuwa wakimbilia kwenye kumaliza 10 kwenye 10 la kwanza la mwezi mtukufu wa, wote wako katika mwezi mtukufu wa. Tulipokwenda kwenye 10 la mwisho, hisabu ya mbele na hisabu ya nyuma wote walikuwepo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lililobaki kitu kimoja, usibaki kwetu kutiriri hawa hawakukubaliwa, hawa walikubaliwa, hawa wataka walipe kafara, hawa wataka walipe dinari moja. Haya ni maneno farigha ya kupoteza wakati na kuwata la muhimu. Lililobaki ni kufaulu kwetu kwenye mtihani, kufeli kwetu. Lililobaki jambo moja muhimu, fatwa haziishi hususa Kenya.
Kenya fatwa ni nyingi sana, na wenye kutoa fatwa ni nyingi sana, na wasomi ni wengi sana, japokuwa bado ufinyo wa watu wa fiqh. At-tawfiq wal qabul ndio maudhui ya hotuba yetu ya leo. Ni nini tawfiq? Sikia vizuri sana. At-tawfiq ni mambo mawili yanayopeana mkono kubadilika. Huwezi kukubaliwa ikiwa hukupata taufiki ya Mungu, na huwezi kukosa taufiki ya Mwenyezi Mungu iwe umekubaliwa kabisa. Ukipewa taufiki ya Mwenyezi Mungu utapata kabuli kwa unayoyatenda. Ukikosa taufiki ya Mwenyezi Mungu hupati kabuli kwa unayoyatenda, na ukipata kabuli kwa unayoyatenda ni taufiki ya Mungu, na ukikosa kabuli kwa unayoyatenda umekosa taufiki ya Mwenyezi Mungu. La kuombwa kwa kila Muislamu ni kurutubika sasa kwa kasi kumuomba Mungu taufiki na kabuli kwa yote tuliyotenda. Nini taufiki? Watu wa lugha ya Kiarabu wasema hii at-tawfiq ni masdar ya fi'li waffaqa yuwaffiqu tawfiqan. Al-muwaffiq wallahu tabaraka wa ta'ala, Allahu huwa al-muwaffiq wal hadi ila sawa'i sabil, na mwenye kuwafikiwa ambao ni mimi na wewe ikiwa tumejaliwa, huyo ni muwaffaq, alwafikiwa. Tayeb, kwa hivyo itakuwa maana tawfiq, maana kuwafikiwa, yaduru haula ilhamil khairi wa taysirihi, huzunguka nyuma ya ilhamu ya Mungu ya kheri ya mtu na wepesi wake. Ukipata kheri ya Mungu umepata taufiki ya Mungu, ukipata wepesi kwa unayoyatenda ndio taufiki ya Mungu. Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi din. Tayeb, imekuja katika lisanul arab cha Ibn Mandur akisema hivi, ukisema wawafaqahu Allahu lil khairi, Mungu amempa taufiki ya khairi, alhamahu, amempa ilham, wa huwa min at-tawfiq, huko katika kuwafikiwa. Katika al-Mu'jam al-Wasit asema at-tawfiq min Allah lil 'abdi, taufiki ya Mungu kwa mja, saddu tariqil sharri, ni kumzibia barabara za shari. Intabi, taufiki ya Mungu kwa mja ni kumzibia barabara za shari, wa tashilu tariqil khairi, na kumsahilishia barabara za khairi. Ukiona barabara za shari una uzito kuziandama, fa'lam annahu ni taufiki ya Mwenyezi. Ukiona barabara za khairi una hamu nazo sana kuzifanya, jua kuwa ni taufiki ya Mungu, si khairi, si uhodari wako. Kisha kasema waqad yakunu qasduka bitawfiq, na yawezekana kusudio lako la taufiki ikawa aamu min dhalika, lenye kuenea zaidi kuliko hiyo, au mimma yashmulu tawfiq, au chenye kukusanya taufiki li khairi dunya wal akhirah, kwa khairi mbili, mtu kupata khairi ya dunia na kupata khairi za akhirah. Weka kando kwenye mengi. Nini kabuli? Kabuli kweli nini? Al-qabulu wal muwafaqa, ni muwafaqa na kuwafikiwa. Mtu hutenda kisha akafikiwa na Mungu katika yale matendo. Mtu hutenda kisha akapata taufiki ya Mungu kwa yale matendo, au akapata kabuli. Ndipo nikakwambia mawili yanaopeana mkono kati ya taufiki na kabuli. Taufiki ya Mungu ukipata, umekubaliwa uyatendayo. Ukikubaliwa uyatendayo, hiyo ndiyo taufiki ya Mwenyezi Mungu. Ni vitu viwili vya kufaa mtu kuviomba kulipo porojo nyingi na maneno mengi baada ya kutenda ibada ambayo ni muhimu. Kwa hiyo kabuli ni al-muwafaqa, wa huwa min ni'amillah. Muwafaqa, kupewa taufiki,
ni katika neema za Mungu wa alal insani, kwa mwanadamu. Wewe mwanadamu ukipewa taufiki na Mungu, ukipewa kabuli na Mungu, wallahi umepata neema kubwa katika neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na neema hii ya kabuli, sikiliza wanavyoni wanaposema, yadhamuhu fi wajhi, Mungu huiweka kwenye uso wa mtu. Yani mtu tuneja uso wake ukawaona kabuli kwenye mambo, mpaka sisi tukasema uso wake mzuri kwa kinaye, kumbe ule ni mtu aliyopata kabuli. Au sauti, ama sauti, mtu akampa mja wake kabuli katika sauti, akizungumza kitu ni kitu cha maana na sauti yake ikasikika, si uhodari wa mtu wala ufasaha wa mtu, bali ni taufiki ya Mwenyezi Mungu kwa mja wake. Au hadithi, ama kwenye mazungumzo, au mujarradi hudhuri lafiti, ama mujarrad wa hudhuria mtu kwa nguvu, yani ikawa mtu analolifanya anauhudhurisha moyo wake kwa kasi kwa analolifanya. Unaporukuu, kurukuu ni katika kilele cha unyenyekevu katika rukni za swala. Hata Mungu katika swala yote tunaoiswali kataja sifa mbili ambazo zina nzito, tarahum ruk'an sujada. Wanazuoni wamezungumza mengi kuhusu umuhimu wa kurukuu na kusujudu, bali kusujudu ina uzito zaidi, kwa sababu ukisujudu ndio uko mbele ya Mungu zaidi, uko karibu na Mungu zaidi. Sasa ile hudhuri yako na zile shughuli zako ziwe katika sida, nimesujudu, niko mbele ya nani, zile hisia zako ndio utazidi kuwa mnyenyekevu na tazidi kuwa na udhila. La yataamaduhu au yaksiduhu, hudhuri ya moyo wa mtu kwenye mambo ikamjilia bila kukusudia wala bila kutegemea, pengine tu ni katika mapenzi ya Mungu kwake, na kwa kuwa mtu ni walii katika mawali wa Mwenyezi Mungu. Wanavyoni wakasema hivi, alqabulu ni'matun min Allahi, kabuli ni neema kutoka kwa Mungu. La tuqaddaru bi thamani, haikadiriwi kwa thamani. Hakuna thamani ya kabuli. Leo wewe umeandikiwa kabuli na Mungu, haina thamani. Thamani yake ni kubwa sana, haifikiwi kabuli ya Mungu kwa mtu na thamani ya chochote tunachokijua kwa kina thamani. Hayo tuyafahamu vizuri sana. Liannaha, kwa sababu alamatu hubbillahi laka, hiyo ni alama ya mapenzi ya Mungu kwako. Mungu akikupa taufiki kwa uyatendayo, Mungu akikupa kabuli kwa uyatendayo, ni alama ya mapenzi ya Mungu kwako. Na Mungu ana vipenzi vyake, na pana vipenzi vya Mungu hapa duniani, na vipenzi vya Mungu huitwa awliya illah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun man hum alladhina amanu wa kanu yattaqun, vipenzi vya Mungu. Kwa hivyo ukipata taufiki ya Mungu na kabuli kwenye kutenda, ni kipenzi cha Mungu na ni alama ya kukubaliwa. Istamia, fala taghtarra bi nafsika, usijihuri kwa nafsi yako, usijidanganye kwa nafsi yako. Fama ahabbuka illa lijamili sitri llahi li khafayaka, watu hawakukupenda wewe, wala hakuna kampeni ya mtu apendwe na watu isipokuwa walikupenda kwa uzuri wa sitara ya Mungu ya mengi ya maficho yako. Kuna mengi tuyafanya tumeyaficha, na hayo mengi tuliyofanya ambayo tumeyaficha Mungu ametusitiri nayo. Kwa hivyo si uhodari wa mtu wa pendo la watu kwake, waweza ukatoa mpaka ukafa kutoa, na kila ukitoa watu huzidi kukutukia. Waweza ukawalisha watu katika maisha yako yote, na kila ukiwalisha na bahasha juu wakazidi kukutukia. Waweza ukafuturisha watu mwezi nzima, ukawapa na gunia la nguo za sikukuu, lakini wakazidi kukutukia.
pendo la watu kwako, hata kama hukuwatendea lolote, ni taufiki ya Mungu, sitara ya kusitiri maficho yako mengi uliyoyaficha, Mungu akayapa sitara. Kwa hivyo usijihuri kwa hayo. Waislamu watukufu, ikiwa kwa ufupi sana kulingamana na wakati, taufiki na kabuli ni mwanadamu aombe sana sana, kwa sababu Ramadhani ni mwaka ujao. Mwaka ujao ikija Ramadhani, sio sisi sote tutakuwa wenyeji wa kuipokea. Itaingia Ramadhani ipate wenyeji wa kuipokea. Ramadhani iwe mwalimu wa mtihani wa watu wengine, na sisi tulioipokea tumeenda kwenye maisha mengine, kungoja kutoka kwenye maisha kwenda kwenye maisha, tuipewe result zetu za mitihani kwa kuambiwa iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba fala taqtar, usijihuri kwa lolote unalotenda. Omba taufiki ya Mwenyezi Mungu na uombe kabuli. Ndivyo walivyokuwa salafu na saleh. Ndugu zangu katika imani, hebu tuitoe hadithi iliyoko katika Sahih Muslim min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, inipe matumaini mimi na ikupe matumaini wewe, tuwe na mwelekeo ufaao mtu kuelekea na kumuomba Mungu taufiki, kwani mwanadamu yaqtarihi al-khalal waz-zalal wal-hafwa wal-kamalu mutlaq lillahi tabaraka wa taala. Tumuombe Mungu taufiki na kabuli, na tuyapunguzeni tulionayo, kwa sababu hayatufikishi popote wala hayatupi thawabu zozote. Ipulike hii hadithi. Wako watu katika dunia hii vipenzi vya Mungu, na Mwenyezi Mungu amewapa kabuli, na kama walivyotokea watu katika dunia hii watembea wakijijua min annahum min ahli janna. Allahu akbar. Wanatembea, waenda mashamba, waenda masokoni, wafanya biashara zao, mtu akijua yote haya nayafanya na najijua mimi ni katika watu wa peponi, kwa bishara zilizokuja na kwa taarifa za uhakika zilizotoka kwa al-haqqul mubin, zikaja kwa as-sadiqul amin Muhammadun alayhi salatu wassalam. Mimi na wewe sasa kwenye yote tunayotenda na mivurugo yote tulionao, nani atakayejasiri kusema atanazzahu wa ana a'rifu anni min ashabi janna? Abadan abadan abadan. Falinatadarra ila Allah biddu'a wa tawfiqi na qabuli. Hebu tuisome hii riwaya. Muslim amepokea katika sahihi yake min hadithi Abi Hurairah asema, Mtume sallallahu alayhi wasallam asemaje? Inna Allaha idha ahabba 'abdan, hakika Mwenyezi Mungu akimpenda mja, hakika Mwenyezi Mungu akimpenda mja, daa Jibrila, kumuita Jibril. Sitaki nimweleze Jibril. Jibril ni ameitwa Ruhul Amin, Ruhul Qudus, Shadidul Quwa, ambaye alikuwa ni mwalimu wa mwaminifu wa ardhini. Mtume Muhammad alipewa mwalimu wa mwaminifu wa mbinguni, msiri wa Mungu. Imagine jamani, hiko ni cheo kisichofanana na cheo. Yani siri hupewa siri na Mungu. Huyo ni mwaminifu wa kiasi gani? Aje ampe Mtume Muhammad siri itokao kwa Mungu, na siri kabla haitoka. Angalia jinsi ya kupewa Jibrili siri. Riwaya sahihi, upotezwa fahamu malaika wote. Sio masala kwamba kwa nenda kawafungie waweke kizuizi
kwenye siku 2-3 mpaka kumalizike kupigwa kura ndio watoke. Hao mambo yetu ya kiudhia. Hapana hiyo. Siri yataka kutoka kwa Mtume Muhammad, malaika wote wamelazwa hawana fahamu. Tena na Jibrili pia ukosesha fahamu. Kisha kaamshwa Jibrili peke yake. Jamani, huyu ni muaminifu wa kiasi gani? Atukua siri kutoka kwa Mungu kwa kupotezwa fahamu malaika, na kisha kupewa ujumbe, nenda na kwa Mtume Muhammad. Kila kipita kwenye kongamano la malaika hawathubutu kusema hebu tudekeze kuna nini, kwenda nini kwenye ardhi. Wakisema madha qala rabbukum qala al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir. Mola wenu mlezi amesema nini? Malaika wamuuliza Jibril. Jibril alisema qala al-haqqa, amesema ya kweli, na yeye ni wa juu na yeye ni adhim, ni kubwa. Malaika wote wasema qala al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir. Siri kaja kwa nani? Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa Mwenyezi Mungu ampenda ponja wake humuita muaminifu wa wahi kutoka Mtume Adamu mpaka akahatimika kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akamwambiaje? Faqala, Mungu amwambia Jibril, inni uhibbu fulana, mimi nampenda fulani. Na hapa tusikia hii hadithi kwa maana hakuna mtu aitwa fulani. Hukuambia mimi nampenda fulani, ni fulani kwa majina yake matatu, tukisipekua riwaya, kwa sababu majina yetu yote Mungu anayajua. Uitwao jina ulipendalo, jina ambalo wengine likiitwa hushtua wengine kwa kule kutoka kwake lile jina na lile jina lilivyo. Sasa kuna majina tofauti lajulikana. Njoroge ajulikana, Kimani ajulikana, Bahero ajulikana, kwa majina rafiki yangu matatu. Utaponyoka tuitaka hii riwaya. Amwambia Jibril, mimi nampenda fulani, sasa ndilokuitia inni uhibbu fulana fa ahibbahu, mimi nampenda fulani nawe pende. Qala, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema fayuhibbu Jibril, naye akampenda. Hakuna mjadala. Mungu, mimi nampenda fulani nawe mpende. Jibril naye akampenda. Thumma yunadi fi samaa, kisha akapewa amri ya kutangaza kwenye mbingu. Fayaqula, sema inna Allaha yuhibbu fulana, Mungu apenda fulani, fa ahibbuhu, nani mpendeni. Fayuhibbuhu ahlus samai, huyu mtu alotajwa na Mungu, alopendwa na Mungu, akapendwa na Jibril, akapendwa na watu wa mbinguni wote. Ya salam. Thumma yudha'u lahu alqabula, ashapendwa na Mungu. Kupendwa na Mungu umepewa radhi zake, ashapendwa na Jibril, ushachangazwa katika al-malaul a'la, mpendeni wakampenda mtu mwingine katika watu, akawekewa kabuli. Sasa kuwekewa kabuli ni kukubaliwa alifanyalo fil ardi, tena akapewa kabuli ardhini. Ndipo sisi tunasema fulani mashallah ana kabuli, hata akikuombea ana kabuli kweli kweli. Nimewapa mfano wa kukurubisha usahali wa uelewe kabuli ni nini. Ni mtu pendo liko kwa Mungu, akapendwa na Jibrili, ukatangazwa mbingu wakampenda. Hebu niambie, maamuzi umependwa na malaul a'la, tukiwa na watu wote baadhi, joto liko wapi? Pana joto hapo jini. Wapendwa na watu viumbe vitakatifu, ajsamu nurania, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Watu tahara wakisakuli. Wewe pengine unaweza kupendwa na mtu na huyo mtu akawa ulewa kama komba, na kama kupenda waweza ukapendwa na mtu akawa mtu huvuta bangi, kama tena zile bangi za tete zile, ukipiga huko kama bisi, na bongwana kuambia hizo bangi ukizipiga maana yake kuambia hizo
Ukitoka mtu mmoja huona vivuli 20. Hao ndio kupenda wewe, lakini upende na malaika malaul ala. Twendeni, kisha huwekewa kabuli ardhini. Haya, twende upande mwingine. Wa idha abghadha abdan, Mungu anapombughudhu mja, anapomtukia mja, daa Jibril, pia mcha Jibril, fayaqulu, akasema inni abghadha fulani, mimi nimemtukia mtu fulani, fa abghidhu, na wewe Jibril tukie. Qal fayubghidhu, Jibril naye akamtukia. Qal fayubghidhu Jibril thumma yunadi fi ahli sama, kisha akatangaza kwa watu wa mbinguni, inna Allaha yubghidhu fulani, Mungu anamtukia fulani, fa abghidhuhu, na nyinyi tukieni. Qala fayubghidhunahu, na malaika wote wakamtukia. Thumma tudau lahu albaghdha, kisha ardhini kukawekwa bughudha tu kwa mtu alitukiwa na Mungu na kutukiwa na malaika. Ndugu zangu katika imani, kaifa taarifu alqabula, fama hiya asbabu alqabul, utajua vipi kabuli ni nini na sababu za mtu kupata kabuli ni nini? Kwa wepesi. Moja, adamu rujui ila dhambi baada ya taa, kurudi kwa dhambi baada ya taa. Imetoka Ramadhani, uko kwenye taa ama umerudi kwenye maasi. Tumewaona tu kwa alfajiri ya siku ya Eid watu wako kwenye mtindi. Mwenyezi Mungu awaongoze, na Ramadhani ilikuwa jana tu. Mbili katika alama ya kabul, alwajalu min adami qubuli al-amal, wana hofu kutokubaliwa amali, wala si kufanya shari na hofu. Ukiwa na hofu amali sijakubaliwa, ndio huwa na bidii kuzidi kutenda amali. Kama hivi sasa wewe useme namna ulivyosoma na mishahada ulionao, lakini ukasema bado sijasoma, sikubali kuwa nimesoma, utazidi kusoma. Asokuwa msomi ni ule akisoma kidogo tu basi bandharugu katika mjtama, akiona yeye dunia nzima amesoma yeye. Na ndivyo jinsi walivyokuwa maswahaba, namna walivyokuwa wakitenda, kusema tuogopa kutokubaliwa, si kwa kuwa walikuwa na shaka, ili wazidi kutenda, na mifano ni mingi. Tatu katika alama taufiki na kukubaliwa, at-tawfiqu ila amali salihah, kuwafikiwa kwa amali njema baada ya Ramadhani. Istisgharu al-amal, amali unayoitenda ufanye ndogo, hujatenda lolote. Wa adamu al-ujbi wal ghururi lahu, watakufanya utu na ghururi kwa unayoyatenda. Hubbu taa, alama ya tawfiki ni mtu kupenda taa. Wa karhu al-ma'siyah, na kutukia maasiya. Ar-rajaa wa kathratu ad-du'a, kuwa na matarajio na wingi wa dua. At-taysiru lit-taa, kuwa na wepesi wa kufanya utiifu. Wal-ibtiadu 'anil ma'siyah, na kujiepusha na maasiya. Mwisho, hubbu salihin, watu wema kuwapenda. Wa bughdhu ahli maasi, na kuwatukia watu wa maasiya. Hata nisimame hapa, lakini nikiahidi weka miadi na Mungu amjaze kheri imam na idara husika ya msikiti, imenipa Ijumaa 3 mfululizo. Na kwenye mwanzilishi wa hotuba hii, at-tawfiq wal qabul, nitakuja kwenye shindikizo la hii mada, kuwafikiwa na kabuli, kwenye hotuba yangu ya pili, Mungu akituweka hai, na hotuba yangu ya 3 kwenye mimbar hii. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu fa ya fawza al-mustaghfirin wa ya najat at-taibin. Astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الخلق أجمعين. كونوا عباد الله إخوانا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعلموا أن الله ينادي عباده المؤمنين فيقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المطرودين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب. ربي زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واجعلنا من الشاكرين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewe mdau wa Al-Hajar TV, so unajua wewe ni mwanafamilia wetu, ndiposa tumeamua kuja na kitu kipya kinachokupa mafunzo, kitakachokuelimisha, kuburudisha na pia kukupa elimu zaidi. Naizungumzia app ya kwanza ya Kiislamu ambayo unaipekua kwenye simu yako ukiwa na Android ama ukiwa na simu ya iPhone. Ingia pale Play Store ama App Store, andika Al-Hajar TV. Alafu utapata app yetu maridadi ya Al-Hajar. App hii manufaa yake utapata kujua namna ya kalenda ya Kiislamu inavyoenda, kibla cha Kiislamu kiko wapi wakati wowote, na vile vile itakupa fursa kuangalia na kutazama Al-Hajar TV mubashara wakati wote ukiwa kwenye simu yako. Vile vile app hii inakupa fursa ya kipekee ya kuchat na shekhe kwa ajili ya kumuuliza maswali yako yanayokuumiza akili. Hili hakuna mahali kwingine isipokuwa ni Al-Hajar TV, kwani daima tunakujali kwa kuwa umetufanya kuwa kituo namba 1. Hivyo basi hakikisha unaingia App Store ama Play Store, unaandika Al-Hajar TV, halafu una download. Ukishamaliza kudownload una install pamoja. Ukishamaliza kuinstall hakikisha unajaza details zote utakapoambiwa uweke email address na password yako utakayotumia wakati wa kulogin katika app yetu hii. Chini utapata option 2, ima ya user ama ya shekhe, lakini kwa kuwa wewe ni mwanafamilia chagua session ya user. Hii ya shekhe wache mashekhe. Baada ya hapo utakuwa umefanywa verification kwa ajili ya kuanza rasmi kuitumia app hii ya Al-Hajar TV. Unakosaje? Download leo Al-Hajar TV, mwangaza kwa umma.